السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون للنجاة والفوز بالجنة والزحزاح عن النار لمن نطقها بصدق دون كذب ويقين دون ريب وعلم دون جهل وإخلاص دون شرك. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. فصلاة ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن مع المسلمين اثنتان هما الكلام والهدي، فأحسن الكلام كلام الله، ومن أحسن من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك أمرنا أن نقتدي به ونتأسى به. فقال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. بعدكم شكر الله تبارك وتعالى نكم تكيا رحمة أمان انتو محمد صلى الله عليه وسلم. Na usieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah tabaraka wa taala, kwani huo ndio wasia Allah ametuhusia sisi, na wasia huo umehusiwa umma waliokuwa kabla yetu sisi. Ndugu zangu, maisha tunaoishi saa hizi ni maisha yaliyojawa na dhiki, ni maisha yaliyojawa na mashaka, ni maisha kila unayemuona amezungukwa na matatizo. Ni kweli si kweli? Siku zote sio suluhisho ukijua uko katika tatizo, lakini suluhisho ni ujue sababu iliyokutia katika tatizo. Tumefahamiana? Sisi tuamini tuko katika maisha mashaka, maisha ya dhiki. Je, tunaridhika tuendelee na maisha haya ya dhiki? Haturidhiki sana. Ikiwa haturidhiki, je, tumeshajua ni kwa nini tuko katika maisha ya dhiki? Maanake hatua ya kwanza ya kujinasua katika haya maisha ya dhiki ni kujua sababu iliyotuingiza katika maisha ya dhiki. Ni kweli si kweli?
tumeachana na vitu vitatu ndio tukapata maisha ya dhiki. Tumeachana na vitu vitatu ndio tukapata maisha ya mashaka na dhiki. Kitu cha kwanza, tumeachana na dua. Nabii Allah Zakaria asema walam akun biduaika rabbi shaqiya. Hii imetupa funzo kwamba anemuomba Allah hawi na maisha ya mashaka na dhiki. Fa inna Allah yuhibbu sawta al-khafiyyi min qalbi at-taqiyyi. Fa inna Allah yuhibbu sawta al-khafiyyi min 'abdi at-taqiyyi. Hakika Allah anapendezwa zaidi na sauti ya chini min qalbin taqiyyi, inayotoka katika moyo wa mcha Mungu. Na hiyo sauti ya chini ni ile sauti inayotolewa kwa dua. Nabii Allah Zakaria ittakhadha makanan khaliyyi wa naja rabbahu bi sautin khafiyyi rabbi habli min ladunka wali. Alipokeka peke yake akamnong'oneza Mola wake na akamwambia, Mola wangu nipatie mtoto kutoka kwako ambao kwamba ni kipenzi chako. Tofauti na dua ya wazazi wengi sahihi. Wengi wetu wazazi tunaomba Allah tupe watoto, lakini wengi wetu hatuombe watoto wema. Na njia ya kwanza ya kuomba mtoto mwema ni pale unapoanza kupanda mbegu ya mtoto. Tunafahamia? Nafahamika? Ukianza kupanda mbegu ya kumtafuta mtoto, wewe unaomba dua gani? Unaomba dua gani? Hakuna dua. Bora sema ukweli mzee. Bismillah, Allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana. Sio? Lakini mzee amesema ukweli. Mbegu za pandwa bila dua. Barakallahu fik. Ukiwa unataka mtoto mwema, kwanza ukipanda mbegu ya kutafuta mtoto, panda kwa dua. Kwa hiyo kitu cha kwanza tumeacha tukawapata mashaka ni nini? Dua. Kitu cha pili tulichoacha tukapata maisha ya mashaka na dhiki, birrul walidain. Wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran shaqiyya. Wa lam yakun jabbaran shaqiyya. Allah anamsifu Nabii Allah Yahya kwamba alikuwa mwema kwa wazazi wake na hakuwa jabari mwenye mashaka. Ukiwa wewe unajua sio mwema kwa mzazi wako, utaishi na mashaka, utaishi na dhiki. Kitu cha tatu tumeacha ni Qur'an. Allah sema ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. Hatuja kuteremshia Qur'an upate na mashaka. Anayeshikamana na Qur'an anapata saada na furaha, lakini anayeachana na Qur'an anapata mashaka. Turudi kwa jambo la kwanza. Tumeacha dua, ndo maana tunaishi kwa mashaka na tabu. Fa inna ad-du'a huwa jundullahi alladhi la yughlabu. Dua ni jeshi la Allah lisiloshindwa. Dua. Lakini mimi naulizeni swali.
Kwa nini sisi tuomba dua? Kwa nini tunaomba dua? Kwa nini tofaa tuombe dua? Kwa nini? Nani atanijibu? Upate kijana chema. Mwingine? Ongo yepefa. Kwa nini tunaomba dua? Ili tupate sahali ya tunataka. Tuomba dua ili tuwe karibu na Mungu. Naam. Tunaomba dua kwa sababu ni ibada. Na anayeomba dua kwa sababu ni ibada, haombi dua kwa sababu yuko na matatizo. Leo kama mtu omba dua kwamba bwana mimi alhamdulillah sina shida yoyote, ya nini muombe Mungu? Nani amesema kwamba kumuomba Mungu lazima una shida? Sasa sisi tumebadilisha, tunamuomba Mola wetu kwa matatizo yetu. Lakini tukiwa katika raha tumkumbuki Mola wetu. Allah katika Qur'an anasema wa idha an'amna 'ala al-insani a'rada wa na'a bijanibi wa idha massahu ash-sharru fadhu du'a'in 'arid. Tukimneemesha binadamu anatupuuza na yuwaketi mbali na sisi, lakini akipatwa na shari anakuwa na dua kubwa kubwa, dua pana pana, dua ndefu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ta'arrafu ila Allah fi ar-rakhai ya'rifukum fi shidda. Mjueni Allah katika raha, atawajua katika matatizo. Hivi pale sisi tunapomwomba Allah na kumweleza matatizo yetu, ni kwa kuwa hayatambui mpaka tumweleze? Hivi Allah kwa nini hatutatulii shida zetu mpaka tumuombe dua? Je, ni kwa kuwa hajui kwamba tuko katika shida, tukimuomba ndio yuanza kujua? Si yajua kabla? Lakini Allah anapenda pale mja wake anapojidhalilisha mbele yake. Allah anapenda pale mja wake akijua hakuna mwingine anaweza mtatulia tatizo lake isipokuwa yeye Mola wake. Pale utakapojua kwamba Allah hana tatizo lolote, ndio utajua kwamba yeye peke yake ana uwezo wa kutatua tatizo lolote. Tumeelewana? Ukijua kwamba Allah hana tatizo lolote, utajua kwamba yeye ni muweza wa kutatua tatizo lolote. Lakini pale utakapojua hakuna kiumbe isipokuwa yuko na tatizo lake, hautapata ujasiri wa kumweleza kiumbe tatizo lako. Tumeelewana? Angalia Allah katika Qur'an asemaje? Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah sema niombeni nitawajibu. Mbele akasema innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Hii aya imethibitisha kwamba dua ni ibada sehemu tatu. Sehemu ya kwanza, dua ni ibada kwa sababu ibada yoyote ni jambo lililoamrishwa na Allah. Jambo lililoamrisha Allah inakuwa nini? Ndio ukaona hata kule kuoa ni ibada. Hata kule wewe kustarehe na mke wako unaambiwa ni nini? Ni ibada. Unakula starehe, unashiba, unaenda service, oil chafu inatoka inaingiza oil safi, kisha baadaye huko unapata nini? Ujra na thawabu. Kwa hiyo kitu chochote alichoamrisha Allah kinaitwa ibada. فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأفعال والأقوال الظاهرة والباطنة. Ibada ni neno lilokusanya kila anachokipenda Allah
katika maneno na matendo yaliyodhihirika na yaliyofichika. Hapa kuna swali nataka niulize, na zawadi yake nitapeana 1000. Kuna swali nataka niulize na zawadi yake nataka nipeane 1000. Ambaye kwamba yuko tayari kuulizwa anyoshe mkono. Shekhe yule wa kwanza kule amenyosha mkono. Mzee wangu mashallah, nafurahika sana. Wewe utapata zawadi bila kujibu swali inshallah. Shekhe yule amenyosha mkono. Ukiona zawadi imekuwa kubwa, fahamu pia swali lake si lepesi, si ndio? Mara nyingi sisi tuambiwa ibada, si ndio? Shurutul ibada tunaambiwa al-ikhlas wal mutabaa, si ndio? Sasa mimi naomba tuambie ma hiya arkanul ibada, nguzo za ibada ni zipi? Sheikh ulionyesha mkono, arkanul ibada ni zipi? Wakumbuka mmesahau? Naam, wakumbuka mmesahau? Arkanul ibada ni zipi? Kuna mtu atamsaidia? Naam, tamsaidia mzee wangu? Naam. Tadarru na kuwa na hofu. Masha Allah, tabarak ar-Rahman. 1 2 3 4 5. Shika mpatie mzee. Arkanul ibada ni 3, na katika hizo 3 ametaja moja, al-khawfu. Lakini zinatakikana ziwe 3. Kwanza al-mahabbatu wal-khawfu wal-raja'u. Hizi 3 zikipatikana kwa mtu ataweza kusimamisha ibada yake vizuri. Ukiwa na mahabba ukampenda Allah, utatekeleza alichokuamrisha. Na ukiwa na hofu ukaogopa adhabu ya Allah, utaacha alichokukataza. Na ukiwa na rajaa utaridhika na kile alichokadiria. Tumefahamiana? Ili utekeleze alichokuamrisha ni lazima umpende, na ili uache alichokukataza ni lazima uwe na hofu, na ili uridhike na alichokukadiria ni lazima uwe na raja. Ndio utakuwa na dhana nzuri na Mola wako. Na haya yote ukiwa nayo ndo pillars na nguzo za ibada. Utakuwa na ladha na utamu na utakuwa mchangamfu katika ibada. Tumefahamiana? Mzee wangu nilikuahidi nitakupa zawadi, hii ni yako. Barakallahu fik. Shukran sana. Sasa Allah tabaraka wa taala, kwanza dua ni ibada, kwa kuwa ametuamrisha sema ud'uni astajib lakum, niombeni nitawajibu. Nilifurahika sana, msomi mmoja aliulizwa, amefuatwa kaulizwa kwambia, naomba tuambie ni nani akiomba dua yake yakubaliwa? Ni nani akiomba dua yake yakubaliwa? Akajibu akasema, mimi sijui anayekubali dua, sijui anayekubaliwa dua, lakini namjua anayekubali dua. Sijui anayekubaliwa dua, yani akiomba dua yake afanyaje simjui, lakini yule ambaye kwamba akiomba yakubali dua namjua ni Allah. Ud'uni astajib lakum, niombeni nitawajibu. Kwa hiyo kwanza Allah ameamrisha tumuombe, chochote kilichoamrishwa na Allah ni ibada. Niombeni nitawajibu. Na Allah anafurahika sana 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 akiombwa na furahi. Ndio yule mshairi akisema maneno mazuri, la tas'alanna bunayya adama hajatan
wasali alladhi abwabuhu la tuhjabu fallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama in sa'altahu yaghdabu. Msimuulize binadamu kitu, msimuombe binadamu kitu. Binadamu ana sifa moja katika hizi mbili, wengi si wote, wengi. Akikusaidia atakudhalilisha, na asipokusaidia atakuaibisha. Ni kweli si kweli? Wewe ni mwizi wa fadhila, nimekufadhili, sasa nakwambia nichukulie hizi nyavu zangu kaniwekee kule, uweze enda kunifanyia. Ashakusaidia, sasa yakudhalilisha. Ndio Waarabu wakasema kwamba binadamu umegawanyika aina tatu. Binadamu umegawanyika aina tatu. Asema ahsin ila man shi'ta takun amira wastaghni amman shi'ta takun nadhira. Sawa? Wahtaj ila man shi'ta takun asira. Watu watatu. Mfanyie mazuri unayemtaka, wewe ndo utakuwa amiri wake, bosi wake, baada ya kumfanyia nini? Mazuri. Usiwe na haja na usaidizi wa yoyote, utakuwa sawa sawa na yoyote. Ili wewe uwe sawa na tajiri, ni pale umuoneshe tajiri umekinai, utakuwa sawa sawa na yeye, hamna tofauti. Wahtaj ila man shi'ta takun asira, na muhitajie unaomtaka, ingawaje ujue utakuwa mtumwa wake. Ukimuomba aliyokuwa duniani utadhalilika, lakini ukimuomba aliyokuwa juu utaheshimika. Sasa Allah asema niombeni nitawajibu. Na hapa lazima mjue ndugu zangu, lau ingekuwa kila dua tunaomba tunajibiwa, tungeangamia kwa maombi yetu. Lau ingekuwa kila dua tunaomba tunajibiwa, tungeangamizwa kwa maombi yetu. Allah anasema wayad'u al-insanu bisharri du'aahu bilkhairi wa kana al-insanu ajula. Na binadamu anajiombea shari kama vile anavyojiombea khairi, lakini yeye hajui kama ni shari, na pia ana haraka kujibiwa kwa haraka. Lakini Allah tunayemuomba anajua khairi yetu iko wapi na shari yetu iko wapi. Ndo maana mara nyingine tunamuomba hatupi tunachomuomba, kwa sababu ni khairi kwetu. Mmoja katika wasomi alisema, mimi nikimuomba Mungu Allah dua, kisha dua yangu akaijibu, nafurahika mara moja peke yake. Lakini akiomba na asijibu, nafurahika zaidi ya mara 10. Tumefahamiana? Nikimwomba Mungu akakubali dua yangu, nafurahika only once, mara moja peke yake. Lakini nikimwomba asinijibu dua yangu, nafurahika zaidi ya mara 10. Hivyo hebu tupimeni kwa akili tulokuwa nao, yafaa furahike sana akipewa ama yafaa furahike sana akinyimwa? Sasa kaulizwa, kwa nini ukipewa ufurahika kidogo na ukinyimwa ufurahika sana? Akajibu akasema, nikipewa napewa nilichojichagulia, ndio maana nafurahika mara moja. Lakini nikinyimwa, nimenyimwa nilichokichagua, atanipa alichonichagulia yeye. Kile alichokuchagulia Mola wako na kile ulichochagua wewe, kipi kizuri zaidi? Ndio maana nasema nisipojibiwa nafurahika zaidi ya mara 10, kwa sababu atanipatia alichonichagulia yeye Allah. Wewe usichoke kumuomba Mola wako, kwa sababu Allah kila wakati anafurahika ukiendelea kumnong'oneza. Na usione kuchelewa majibu ni kwa kuwa hajaweza kukujibu. Yeye yuko na njia 3 za kukupatia majibu. Ima kujibu kwa kukupatia ulichomuomba,
au akujibu asikupe ulichomuomba, lakini akuondoshe kadari ambayo kwamba haingekuwa kheri kwako, akuondoshe kadari ya shari. Hii dua hajakujibia lakini kadar akakuondoshea, au dua sikujibie lakini akuwekee siku ya kiyama hiyo imehifadhika dua yako upate siku hiyo. Kwa njia zote ni lazima utajibiwa. Usichoke wewe kumwomba Allah tabaraka wa taala. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la yarfa'u al-qadar illa ad-du'a, haiondoshi kadari isipokuwa dua. Ukiomba dua yako inaweza ondosha qadar pia. Sasa pale unapoomba dua usipojibiwa, jua kuna khairi zaidi Allah amekufanyia kushinda dua uliyoiomba. Angalia wale watu wa Qarun walitamani na wao wakasema ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhi adhim. Laiti pia sisi tungepewa mali aliyopewa Qarun, yuko na cheo kikubwa sana. Allah hakuwapa, wametamani, aliwapa. Lakini Allah kaonyesha kwamba si kila mnachotamani mkipatiwa ni khairi kwenu. Pindi Qarun alipodidimizwa katika ardhi, walisema laula amanna Allahu alaina la khasafa bina. Kile tulichotamani leo Allah angetuneemesha akatupa, na sisi pia tungefanyaje? Didimizwa. Sasa baadaye walipogundua Allah kuwanyima kwao ni khairi kwao, walimshukuru Allah kwa kuwa Allah amewanyima. Sasa leo Allah atatufungulia ghaib, tuone yale mazuri aliyotupangia na yale mabaya tunayoyatamani sisi, tutaridhika kila wakati Allah endelee kutupangia. Siku zote jua khairi yako haiko kwa kitu unachokipenda, na wala shari yako haiko kwa kitu unachokichukia, lakini daima 100% khairi yako iko kwa anachokipenda Allah, na shari yako iko kwa alichokikataza Allah. Sasa Allah sema ud'uni astajib lakum, niombeni nitawajibu. Angalia mwanzo sema niombeni nitawajibu, lakini mbele akasemaje? Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Hakusema an da'wati. Nyuma amesema niombeni, lakini mbele akasema hakika wale wanaofanya ujeuri hawataki kuniabudu mimi. Hapa ni ishara tosha kuonesha Allah anatufahamisha kwamba ad-du'a hiya al-ibada. Dua ni ibada. Hakika wale wanafanya ujeuri hawataki kuniomba mimi. Ibada hiyo. Kwa hiyo alama ya pili ya kuonesha dua ni ibada. Alama ya tatu ya kuonesha dua ni ibada ni kwa kuwa ukiwacha kuomba dua utaingia motoni. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dakhirin kwa maana dhalilina muhtaqirin. Dhalilina muhtaqarin, wataingizwa motoni wakiwa ni dhalili, wenye kudharaulika na wenye kutwezwa. Lakini huyu binadamu subhanallah, tofauti yetu na makafiri ni moja. Makafiri walikuwa wao wanamshirikisha Allah wakiwa kwa raha, lakini wakiwa katabu wamshirikishi nani? Wakiwa katika matatizo wamshirikishi nani? Lakini sisi kwa matatizo na kwa raha muda wote sisi tunamshirikisha Allah. Allah asema fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina ad-din. Fulki ni boti. Wakipanda maboti yao wanamuomba Allah mukhlisina lahu ad-din, wakimtakasia yeye ibada. Wakipanda maboti kina nani? Kina Abu Lahab na Abu Jahal na Umayya ibn Khalaf.
hao viongozi wa kishirikina wakipanda maboti yao wanamuomba Allah mukhlisina lahu din, wakimtakasia ibada Allah katika nini? Maboti. Allah anajua hali zao. Na angalieni, Allah yuko na insafu. Hata mtu asiyempenda hata pinga kizuri anachokifanya. Tumeelewana hapo? Tofauti na sisi binadamu, maadamu fulani humpendi, utakitafutia ila jambo zuri alilofanya ulitie dosari kwa sababu humpendi. Si ndio? Lakini Allah, hawa ni washirikina, watu waovu, lakini maadamu wafanya hili ni zuri, Allah yaeleza bil insaf, kwa uadilifu. Wakipanda maboti yao wanamuomba Allah kwa unyenyekevu na wanamtakasia ibada Allah. Tuje kwetu sisi tupanda maboti, si ndio? Hebu niulizeni swali, haya maboti 90% kuna boti la sio kwa Muislamu, na ikiwa liko la sio kwa Muislamu itakuwa nahodha wake ni nani? Watu wakisafiri wanasafiri wakiwa wanafanya ibada huko ndani, wanamuomba Allah kwa unyenyekevu. Hapo mwenye muhindi ataweka muhindi wake kama kawaida. Yani hii bahari kama ni control yetu, tunaikontrol sisi. Tukisafiri tuko na amani. Wenye kupiga mirungi yao wataipiga hapo hapo. Shekha, makafiri wakisafiri baharini wananyenyekea kwa Allah. Sisi Waislamu tusafiri kwa mabahari, hakuna unyenyekevu wote, hamna kabisa. Sasa sisi na wao nani bora? Ama mimi ndo sielewi, labda ama sijaona kuna maboti tofauti na haya nasema. Chifu ni hivyo, si hivyo? Lakini hao wakifika ufuoni, falamma najahum ila albarri idahum yushrikun, wakifika ufuoni tu ndo namshirikisha Allah. Wanajua bahari inaendeshwa na nani? Allah. Wananyenyekea kwa Allah, wafike amani kwa safari yao. Wakifika wanamshirikisha Allah. Lakini sisi twajua ndiyo bahari yaendeshwa na Allah, na tunafanya asichokipenda Allah, na tuko na yakini tutafika kwa amani bila kusumbuliwa na Allah wala na bahari. Hii ndo wale wanafiki siku ya kiyama ukiwaambia waumini unduruna naktabis min nurikum, waumini waambia qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fi rahma dhahiruhu min qibali al'adab yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum wartabtum وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. mambo manne waumini wanaambia wanafiki, fatantum anfusakum, kwanza mulizifitini nafsi zenu kwa kujiingiza maeneo ya kumaasi Mola wenu. Watu pale wakisafiri huwa lengo lao ni wanaingia klabu, huwa wasikie ngoma, ama lengo lao ni wasafiri? Mbona tunaikiwa mangoma? Si kila mmoja yuko na ufa zake nyumbani, kila mmoja yuko na maspika yake nyumbani. Kwa nini mbona tukisafiri shekhe mtu mpaka weke tusikie? Tena si asikie peke yake, mpaka watu wazima wote katika boti wasikie. Fatantum anfusakum, kwanza mulizifitini nafsi zenu. Watarabbastum, na mukasubiria mukadumu katika kumaasi Mola wenu. Hiyo ikazalisha nini? Wartabtum, ikawapelekea mkawa na shaka. Sasa mpaka wanafiki wanakuwa na shaka kwamba kweli Mungu anatuona ama hatuoni. Ndo Allah tabaraka wa taala anasema katika Qur'an, وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Yani kujifitini na kudumu katika maasi imewapelekea mkawa na shaka mpaka mkadhania ya kuwa Allah hajui mnayoyafanya.
hii mwisho kazalisha kitu wa gharratkumul amaniyu, na aman, matumaini ya kwa walaghai. Ni vile vile shetani aliposema wala udhillannahum wala umanniyannahum, yani mtu yuaisha kimasi Allah lakini yatamani afi ya sujudu. Wewe waishi ukifanya mabaya yote lakini watamani ufe msikitini. Shekhe, inaingiana vipi? Si ndio hii amani? Kuwa na matumaini mazuri inatudanganya. Al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'da al-maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna. Ajiz, mtu ambaye ni ajiz, asiyeweza chochote, ni yule anayekidhi matamanio ya nafsi yake kisha ana matarajio na matumaini mazuri kwa Mola wake. Ikiwa Adam ametolewa peponi, amefanya madhambi mangapi? Madhambi mangapi? Moja. Ametolewa peponi. Sisi tuna madhambi mangapi? Lakini tuna matarajio tutaingia peponi. La hawla wala quwwata illa billah. Yeye alikuwa ndani ya pepo, hakutolewa kwa sababu amelewa wala amezini wala ameiba wala ameua. Hankula kitu alichoambiwa asile, ametolewa. Sisi tunauana, tunauzini, tunaolewa, tunaoiba, madhambi yote haya mazito, hatuswali, kisha tuamini kwamba tukifa tutaenda wapi? Peponi. Wa gharratkumul amaniyu, na matumaini yakawalaghai, wala umanniyannahu, na nitawajaza matumaini yatajazwa tu. Ndio kwa nini tunaingia katika maasi? Ni yale matumaini, fanya si utatubia, unakuwa na matumaini nitatubia tu. Fanya ukiwa mzee, finali uzeeni, unakuwa na matumaini kizeeka nitarudi nyuma. Fanya ikifika Ramadhani nitatubia, unafanya, unakuwa na matumaini Ramadhani ikifika mimi nitakuwa mcha Mungu. Jueni ndugu zangu, tunaingia katika madhambi kama mtu aliyevaa nguo nyeupe na yotembea katika matope. Mtu ikiwa mvaa nguo nyeupe na yotembea kwa matope, wewe utembea vipi? Haraka haraka, pole pole kwa tahadhari. Si pole pole kwa tahadhari. Lakini nguo ikiingia matope atakuwa na tahadhari tena. Sema acha tutembee itafuliwa, si ndio? Sasa ndio hivyo mwanzo ukiingia katika madhambi wewe unakuwa na tahadhari, ogopa vile. Hata wale watu ukianza kupiga mapafu yao kule wakivuta, wanakwambia pafu moja tupiga, unaanza kujivuta au mvia wewe bana. Pafu moja pia uwezi. Na wewe utakujionyesha kwamba hujavia, umekazana. Wapiga pafu moja hapo ubakia wale kama bendera vile. Ujielewi. La hawla wala quwwata illa billah. Sasa mwanzo kuingia katika madhambi huo ni uzito. Lakini shetani hakuingizi kwa dhambi kubwa, yukuingiza kwa ndogo kwanza. Ndo pale ile nguo ikiwa impatikana uchafu kidogo, nguo nyeupe huwa imechafuka kidogo, imeingia matope kidogo, waendelea kuchukua tahadhari. Si wasema isha chafuka si itafuliwa, uchukue tena tahadhari. Hata kama imeingia sehemu ya chini, utatembea vizuri, haraka una wasiwasi, itafuliwa. Sasa ndio hivyo madhambi. Ukianza kidogo wasema nishafanya tayari dhambi. Ndio ile maaskara qaliluhu fa kathiruhu haram, ndio? Maaskara kathiruhu fa qaliluhu haram, kinacholewesha kwa wingi kidogo yake pia ni haram. Sasa wasema maadamu nimefanya dhambi dogo ni dhambi, sawa acha tu nipige vizuri nikinaa ili nikitubia ishatosheka. Si ndio hivyo shetani anatudanganya? Wasema nikitubia ishatosheka. Lakini ukiendelea badala utosheke, jueni kadri unapata utamu wa dhambi ndo kadri inaanza ile dhambi kumaliza utamu wake. Na dhambi unalolifanya likiisha utamu, hautafikiria kuacha, bali utafikiria kufanya dhambi la kubwa zaidi ili upate utamu kushinda ule mdogo uliopata.
Mfano nyinyi vijana mtanielewa, ukiwa na girlfriend huwa mara nyingi watu wasema zina ni haramu bana, usifai kuzini. Na wengine wapeleka magari ambao kwamba ni ya sport car, yawapeleka kwa rough road. Naeleweka, lakini chifu, sport car, magari ya sport yale, mtu apeleka kwa rough road, waonaje? Itasalimika, itaharibika? Umeelewa chifu? Lakini yani vijana wasema kuzini ni haramu. Sasa wanajibaka wenyewe wanajibaka. Mshanielewa kweli? La hawla wala quwwata illa billah. Kuoa kumekuwa ghali. Vijana wanahangaika, wanaitishwa 200,000 moja wajaishika. Wanahangaika kikweli, ndo mabaya kazuka. Sasa wao wanasema kuoa kule ni ghali. Sasa shetani walaghai, kuzini pia ni haramu. Sasa mtu yaingia chooni achukua masaa, washindwe kujisugua vizuri ama vipi? Kumbe yuendesha sport car katika rough road. Si lazima itaharibika tu ndugu yangu. Mumenielewa? Ile sport car ikipelekwa kwa barabara ambapo kwamba si alami, ni mawe, haidumu, itaharibika. Sasa na vijana wafadhilisha kupeleka magari ya sport car katika off road. Sasa pale mambo yaharibika. Na wengine wanasema kuzini ni haramu. Kwa hiyo wao maliza matamanio yao kwa kuangalia. Wanaangalia sehemu za ajabu, picha za ajabu, na kama mtu yuko na girlfriend yake atamwambia ni haramu. Lakini yamgonga juu tu, alafu ukwambia ni haramu. Sasa hii ndio njia ambayo kwamba shetani hukupeleka polepole mpaka mwisho utafikia kituo ambacho kwamba yeye wakitaka. Sijui mnaelewa? Sasa ndugu zangu, shetani hatupotezi kwa mara moja. Polepole huwa yeye na kwa mipangilio na plan, ana plan yake. Sasa Allah tabaraka wa taala anasema ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Tumefikia huko kwa sababu gani? Sababu ya makafiri wakisafiri na maboti wananyenyekea kwa Allah mpaka wafike salama. Lakini sisi tukisafiri tumaasi Allah. Sisemi tu wenye maboti, hata wenye mabasi, hata wenye magari, hata wenye ndege, safari zetu zote za kumaasi Allah tabaraka wa taala. Allah sema sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wanaofanya ujeuri watakumomba Allah wataingia motoni wakiwa wamedhalilika sana. Kwa hiyo sisi tumuombe Allah kwa kuwa ni ibada. Tusimuombe Allah kwa kuwa tuko na shida. Allah anasema fa idha massal insana dhurru da'ana, fa idha massal insana dhurru da'ana li janbihi au qa'idan au qa'ima falamma kashafna anhu dhurrahu marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massa. Asema binadamu akipatwa na madhara na matatizo, da'ana, anatomba sisi. Angalia vile lugha ya Kiarabu iko na ufasaha. Lijambihi, anatomba aliyekuwa amelala kiupande mmoja. Yani hayo ni madhara makubwa zaidi, mpaka hawezi kumwomba Allah isipokuwa kwa kulala upande mmoja. Chini yake au qa'idan, au ameketi, anatomba ameketi. Au qaima, anatomba aliyekuwa afanyaje? Angalia lugha ya Kiarabu iko ufasaha. Allah isipotaja lijambihi amesema au qa'idan, akusema au jalisan, amesema au qa'idan, akusema au jalisan si ameketi, lakini au qa'idan kwa sababu lugha ya Kiarabu ni tajiri sana.
Lugha ya Kiarabu ikiwa waketi baada kuwa umesimama tutasema jalasa, lakini ukiwa waketi baada kuwa umelala tutasema qaada. Tumefahamiana? Ukiwa umeinuka chini ndo unaketi inaitwa qu'ud, na ikiwa umetoka juu ndo waketi inaitwa julus. Tumefahamiana chief? Sasa huyu jambihi kwanza alikuwa amelala kwa upande au qaidan au kainuka kaketi au qaiman au kasimama. Huyu anamuomba Allah kwa hali zote yuko na matatizo. Lakini Allah sema falamma kashafna anhu dhurrahu, tulipomuondoshia madhara yake, marra ka'an lam yad'una ila dhurrin massa, amebadilika kana kwamba si yule ilikuwa anatuomba kwa madhara yaliyomkumba. Binadamu ni rahisi kusahau, ni rahisi kusahau. Aya nyingine Allah sema fa idha massa al-insana dhurrun da'a rabbahu muniban ilayhi, fa idha massa al-insana dhurrun da'ana thumma idha hawalnahu ni'matan qala innama utituhu ala ilm. Akipata madhara anatuomba, tukimbadilishia ile madhara tukampa neema anasema hii nimepata kwa elimu iliyokuwa nao mimi. Nasahau. La hawla la quwwata illa billah. Kwa hiyo sisi tunatakikana tuishi kila wakati tunyenyekea kwa Allah, kila wakati tumuomba Allah, kila wakati tumtegemea Allah, kila wakati tutarajia kwa Allah, utaishi bila mashaka. Nabii Allah Zakaria ameketi muda mrefu sana hajapata mtoto. Akawa anamuomba kila wakati Allah, Rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba, Rabbi habli min ladunka waliya. Nabii Allah Ibrahim anamuomba Allah. Sisi kwa nini tusimuombe Allah? Alafu hapa naomba msikie kitu kimoja. Sikieni hii kitu kimoja muhimu sana. Wanasema Waarabu, yakunu fika ma yakhruju min fika, yakunu fika ma yakhruju min fika, yatakutokea wewe yale unayoyatoa katika mdomo wako wewe, yale unayoyatamka ndio yatakao kufanyikia. Usiketi umemwomba Allah alafu sema mimi sijajaliwa, mimi sijajaliwa. Nani amekwambia hujajaliwa? Kuchelewa kupata ni alama ya kutojaliwa ama ni alama kwamba muda haujafika? Na ndugu zangu, kuchelewa kupata sio alama kwamba hujajaliwa. Sema muda wangu hujafika. Ukisema kwamba hujajaliwa, hautajaliwa kabisa. Yatakufanyikia yale unayoyatoa katika mdomo wako ndio yatakutokea wewe mwenyewe. Angalia Nabii Allah Ayub aliwaambia ndugu zake Yusuf, Nabii Allah Yaqub aliwaambia ndugu zake Yusuf nini? Fa akhafu an yaakulahu, naogopa sijakaliwa na nani? Alafu yanitokea nini? asema wajao abahum yashayabkun qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa akalahu. Yakunu fika ma yakhruju min fika, yatakutokea yale unayotamka mwenyewe. Salitamka kusumbwa umbwa mwitu, majibu salikuja hao. Pili, aliwaambiaje watoto wake? qad akhadhtum mawthiqan min Allah wa min qablu ma faradtum fi Yusuf. Anyuma aliwaambia watoto wake ile aya inasema illa an yuhata bikum, ndio mumeniahidi mutarudi na huyu ndugu yenu Binyamin, na lazima murudi naye, isipokuwa mkifanyiwa ujanja, mkifanyiwa vitimbi. Sasa anasema hivyo. Alafu yule alifanywa vitimbi mkufanyiwa. Yusuf akafanya ujanja, akachomeka kitu pale, akapatikana yeye ndo mwizi, kisha akafanyaje?
Sasa wewe unachokitamka ndicho kitakachokutokea. Tuko pamoja? Mke wake Firaun alimwambia Firaun, la taqtuluhu asa an yanfa'ana au natakhidahu walada, si ndio? Usimuue huyu mtoto, huenda katunufaisha, au natakhidahu walada wa hum la yash'urun. Firaun akasemaje? sayanfa'uki wa lan yanfa'ana, kama nikunufaisha atakunufaisha wewe, lakini hawezi ninufaisha mimi. Atanufaisha vipi mimi na mimi Mungu? Mwisho alinufaika nani? Asia, mke wake Firaun alinufaika kweli na akamwamini Musa, lakini Firaun hakunufaika wala hakumwamini. Kwa hiyo usibakie ukiomba dua wiki moja, miezi miwili, mwaka mmoja, miaka mitatu, sasa mimi sijajaliwa mimi. Hakuna mambo kwamba umekwambia hujajaliwa. Utagundua kwamba haujajaliwa ikiwa umeingia kaburini hali ya kuwa hujapewa. Hapo sema hujajaliwa. Tumeelewana? Kwa hiyo tubakiini ndugu zangu, tumuombe Allah, tunyenyekee kwa Allah. Angalieni, sikilizeni haya. Iblis alayhi la'natullah, ikiwa yeye amemuomba Allah na Allah amejibu dua yake, kwa nini wewe una shaka dua yako haijibiwi? Si Iblis ndo aliomba akisema rabbi anzirni ila yawmi yub'athun, si ndio? Na yeye ameomba acheleweshwe, si kwa sababu atakufanya ibada sana, ni kwa sababu atakutupoteza sana. fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Na angalieni hizi aya mnazisoma, kuna mambo manne Iblis anayakubali ni katika mambo ya kiimani, na binadamu wa leo baadhi yao wanayapinga. Mambo manne au matatu. Jambo la kwanza, kwa nini Iblis amemuomba Allah, wewe ukaombe watu wengine, uende kwa wataalamu waganga? Mbona huyu Iblis hakwenda kwa wataalamu na waganga? Alitambua kwa kuombwa ni huyu, akasema rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Mpaka amemuomba yeye ni kwa sababu ameamini kuna nani? Leo kuna baadhi ya binadamu ukiambia kuna Mungu, asema yuko wapi huyo Mungu? Simuoni. Wewe waamini kuna upepo, uona? Waamini kuna kifo, waona? Waamini kuna roho, waiona? Kwa nini leo watu watuambie kwamba siwezi amini isipokuwa ninachokiona? Ikiwa uamini isipokuwa unachokiona, inamaanisha sote wanda wazimu, kwa sababu akili zetu hakuna anayeona. Wewe uone akili yangu na mimi sione akili yako, si ndio? Nilifurahishwa sana na yule mwalimu aliyokuja kuulizwa na mwanafunzi. Mwanafunzi anamwambia mwalimu, nina maswali yangu nataka niulize. Mwalimu anamwambia uliza. Akauliza, watuambie siku zote tumwabudu Allah, tumpende Allah, kuna Allah. Ikiwa Mungu yuko wapi? Mimi simuoni. Swali la pili akauliza, akasema, itakuwaje Allah amemuumba jini kwa moto kisha yomchoma na moto? Haingiliani akilini. Swali la tatu akamwambia, qadar ni nini? Maswali mangapi? Yule mwalimu alimpiga kofi yule mwanafunzi, kofi moja. Mwanafunzi akashangaa, nimekuambia nataka niulize, umeniambia uliza, umeridhika, mbona kasirika unipiga kofi? Akaambia majibu ya maswali yote matatu yapatikana katika ile kofi. Majibu ya maswali yote matatu yapatikana katika kofi. Mimi sijakuelewa. Haya, akaambia nilipokupiga kofi ulisikiaje? Uchungu. Nionyeshe uchungu. Mimi sioni uchungu, nataka nione uchungu. Iko uchungu ama hakuna? Asema iko. Basi kama iko nionyeshe, maana kila kitu ambacho kwamba kipo mpaka uone ndio uamini ipo, si ndio? Nionyeshe. Asema ipo kwa sababu imenipa athari. Akasema hivyo wanaomwamini Allah, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, rabbana ma khalaqta hadha subhanaka faqina adhaban nar inna fi dhalika la ayatin liulil albab. Ndio sasa kama vile kofi lina uchungu na uchungu huuoni, waamini iko kwa sababu ya athari, na hivi viumbe vya Allah
Ndio yule mbedui akasemaje? Akasema innal ba'rata tadullu ala al-ba'ir wal athara yadullu ala al-masir. Hakika kinyesi, ba'ra ni kinyesi cha ngamia, kinakujulisha kwamba yuko nani? Ngamia. Na athari inakujulisha kwamba hao wamefanyaje? Wamepita. Na mbingu zinajulisha uwepo wa Allah na ardhi. Imam Shafi amesema angalieni kitu kimoja tu kinajulisha kwamba Allah yupo. Kitu gani? Anasemaje Imam Shafi? Anasema angalieni shajaratut tut. Shajaratut tut ni mti wa strawberry. Mti wa strawberry. Asema mti wa strawberry idha akalatha nahlatu, akila nyuki anatuletea asalan musaffa, tunapata asali safi. Na hiyo mtu wa strawberry akila swara anatuletea miski iliyokuwa safi. Na hiyo strawberry akila dudu, wale wadudu wadogo kama mabuu wale wadogo, wanatuletea sufi. Mti mmoja unaliwa na wanyama tofauti, unaleta natija tofauti. Je, hii itoshelezi kujulisha kwamba Allah yupo? Kwa hiyo kofi machungu kwanza ikiwa yapo na huoni na Allah yupo haonekani. Na hili kofi hili linajibu kwa nini Allah amemuumba na moto, mbona muadhibu na moto? Amuuliza wewe umeumbwa na nini? Na udongo. Na mimi nimeumbwa na nini? Lakini kofi la mwenye aliumbwa na udongo, alipompiga aliumbwa na udongo, amefanyaje? Amesikia uchungu zilio. Kwa hiyo hivyo aliumbwa na moto atachomwa na moto tu alikadhalika. Si ndio? Alafu mwisho akamwambia qadar ni nini? Akaambia ulipouliza swali ulifahamu tu kula kofi. Hiyo ndo qadar, hakuna anayejua. Qadar hakuna anayejua. Almudhalika fi kitab fi rabbi. Elimu hiyo iko kwa Allah peke yake. Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala ametuleta hapa duniani. Hakuna anayeishi hapa duniani hana matatizo, hakuna. Tumefahamiana? Ikiwa kutapatikana asiyekuwa na matatizo, itakuwa bado tuko na mapungufu kwa sifa yetu. Sisi ni viumbe, ametuumba sisi ni viumbe, ni lazima tuwe na matatizo. Kwa nini tuwe na matatizo? Ili tupate kutofautisha dunia na pepo. Ikiwa sisi tuko na matatizo hapa duniani, itakuwa tayari tuko peponi. Ili tujue kwamba dunia ni duni na pepo ni neema, ni kule sisi kujaliwa matatizo katika hii dunia ndio tujue ni duni. Ikiwa binadamu amezungukwa na matatizo yote na bado ni mjeuri mbele ya Allah, je, angeishi bila matatizo angekuwaje? Watu wamefikia mpaka kusema man ashaddu minna quwwa. Allah anasema awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa. Ni nani na nguvu zaidi yetu? Kwa sababu tu wamepewa afya, wamepewa urefu, wamepewa miraba minne, washajiona kwamba wao ndio wana nguvu zaidi. Hawaoni yule aliyowaumba ana nguvu kuwazidi wao, Allah tabaraka wa taala. Sasa ikiwa binadamu pamoja na matatizo aliyokuwa nao ni mjeuri, je, angeumbwa bila matatizo? Sangekuwa na ujeuri zaidi. Allah tabaraka wa taala hakushindwa kutuumba bila matatizo, lakini ametuwekea haya matatizo ili tusijisahau katika hii dunia. Lakini masikitiko, tumezungukwa na matatizo yote lakini tumeghafilika ndani ya hii dunia. Tumeelewa? Sheikh, unakuwaje wewe uko tayari kumdhulumu mtu ardhi yake, sehemu ambapo kwamba utazeeka baada ya kuwa kijana, sehemu ambapo kwamba utahuzunika baada ya kufurahika, sehemu ambapo kwamba utagonjeka baada ya kuwa mzima, sehemu ambapo kwamba utakufa baada ya kuwa na uhai, sehemu ambapo kwamba utakuwa na stress, wewe wakimbilia kumdhulumu mtu ardhi yake? Je, hii dunia ingekuwa haya mambo hayako, tungedhulumiana kiasi gani? Sasa Allah tabaraka wa taala ametufanya tuishi na shida zote hizi
ili tusikimbilie kuitegemea zaidi dunia. La tarkunanna ila alqusuri alfakhira wadhkur idhamaka hina tumsi nakhira wa idha ra'aita zakharifa ad-dunya faqul inna al-'aysha 'ayshu al-akhirah hiya al-qana'atu fahfadhha takun malika law lam yakun laka illa rahatu al-badani wanzur liman malaka ad-dunya bi ajma'iha hal raha minha bighayri al-qutni wal-kafani. Usijilemeze zaidi ukategemea zaidi dunia ukaghafilika, wakati dunia imezungukwa na matatizo na mashaka yote haya. Sote kila mmoja na shida zake. Ukiwa wewe umepewa, ni lazima ujue kuna kitu umenyimwa, na ukimwona mwingine amepewa, ni lazima ujue kuna kitu pia amekosa. Hakuna aliyepewa yote na hakuna aliyenyimwa yote, hakuna. Hata moto unaochoma ndo huu unaivisha. Si moto unachoma, si ndio? Lakini huo ndo unaivisha chakula. Sasa kila kitu kuna faida yake, kuna hasara yake. Hata dhahabu inaothaminiwa ndo ile ile inaotolewa katika matope. Dhahabu shekha haitolewi sehemu safi, sehemu smart, kuna nidhamu, inatolewa kwa matope chafu. Sijui mnanielewa? Sasa Allah tabaraka wa taala hakuna aliyempatia yote na hakuna aliyemnyima yote. Kabla kuinusha mikono yako kumuomba vitu ambavyo kwamba hajakupa, mshukuru kwa vitu alivyokupa aliyokuja muomba. Tulipoacha kumuomba Allah tulipatwa na mashaka. Nabii Allah Ayub alayhi salatu wassalam alipatwa na mtihani sana. Nabii Allah Ayub aliishi ndani ya raha kwa muda wa miaka zaidi 80. Alikuwa na mambo matatu. Kitu cha kwanza ilikuwa ni handsome sana. Handsome, mzuri, mtanashati, kwa smart. Kitu cha pili alikuwa ni trilionea, tajiri kushinda wote, tajiri wa matajiri. Na kitu cha tatu alikuwa na wake wengi, na wake wake ndo wazuri kushinda wote. Alikuwa na watoto wengi. Allah kampa mtihani, uhansamu wote ukapotea, akawa na maradhi mpaka yuanuka na yuatoa mabuu katika mwili wake. Mali yake yote ikapotea, hakuwa hata shilingi. Watoto wake zaidi ya 18 wakafa wote. Unaje hapo? Si utasema Mungu kweli mitihani yafuatwe na subra, lakini huu umenionea. Sikuna wale wanaosema kwani uoni mwingine, mimi tu kila wakati. Si watu wanasema hivi. Sasa angalia huyu, uzuri wake uliharibika, akatoa mabuu na harufu, mpaka wanaelezea maulama alichukuliwa akaekwa sehemu karibu na jahani ndo aishi. Hawezi ishi na watu, atawasambazia maradhi. Nabii wa Allah yapelekwa sehemu jahani ndo aishi huko. Umaskini ukampiga vizuri. Waonaje? Mpaka mke wake ilikuwa akifanya kazi, ni mfanya kazi maid wa nyumba za watu, ndo atafute chakula cha mume wake. Waonaje? Zama hizi wanaume wakioa, mke akiwa mgonjwa tuwasema bana mimi sikooa niuguze. Sheikh, wanaume wengi wanawakimbia wake zao wakiwaona wako na maradhi. Wanaotafutia sababu, mtu anakutaliki, anamtaliki, anamtafutia sababu, anamwacha, kisha yuko na maradhi. Sheikh, wakati huo ndio ufao mshike mwenzako, mliwaze, msaidiane vizuri. Au mume si sana, mume akiwa na maradhi mke amkimbie, sio sana ikiwa kweli amempenda. Lakini mwanamume Sheikh, kama atamvumilia atamuongezea. Lakini wengi hawavumilii. Si ni kweli mzangu? Sasa wakati huo badala ndo uwe na yeye, umuombe Mungu, umsaidie,
wewe ndo wasema hii ni opportunity, bahati ya mtende kumea jangwani. Mimi sana mimi namuongezea. Akileta vurugu na mwambia wewe mwenyewe uko na maradhi unizalie wewe. Sheikh, si hivyo. Huyu Nabii Allah Ayub uzuri wake ukapotea, mali yake kapotea, na watoto wake wote wakafa, wakafariki kwa mpigo kwa mara moja. Wake zake aliokuwa nao wote wamemkimbia, wamesema hatuwezi kuvumilia na mtu yotoa harufu mbaya mabu, hatuwezi kuvumilia. Wamemkimbia. Ambakia na mke mmoja yofanya kazi kwa nyumba za watu ndo alete chakula. Mwisho wale watu waambia utatuletea maradhi ya bwanako, usije tena kutufanyia kazi. Hiyo hali mnaionaje ndugu zangu? Usije tena kutufanyia kazi, utatuletea maradhi ya bwanako. Siku hiyo ameleta chakula, Nabii Allah Ayubu ambaye chakula hichi kimetoka wapi? Mke yofungua kichwa chake, kichwa ni kipara, amenyoa nywele zake zote, ameenda kuuza ili apate pesa ya kumlisha bwanake. Ndo hapo Nabii Allah Ayubu akachukua ahadi, akasema nikipona nitakupiga fimbo 100 kwa jambo nilolifanya. Ndo Allah tabarak wa taala katika Qur'an akaambia wa khudh bi yadika dhighthan fadrib bihi wala tahnath wa khudh bi yadika dhighthan. Dhighthan maana ni mrundiko wa kitu, kama vile usema qalu adghathu ahlam, ni mrundiko wa mandoto tu, si ndio? Sasa Allah anamwambia wewe, maadamu uliapa Mungu utampiga mke wako fimbo 100, la tahnath, usikhalifu kiapo chako. Lakini huyu mke kwa sababu umekusubiria, amekuvumilia, amekusaidia, ukisema utampiga fimbo 100, yani moja moja, utammaliza. Sasa Allah akampatia suluhisho. Ili usiende kinyume na kiapo chako, chukua fimbo 100, zirundike sehemu moja, alafu mpige nao, hiyo ushamalizana fimbo 100 tayari. Tumeelewana? Fimbo 100 zikusanywa alafu kapigwa nao, waumia. Ilipofikia hali hii, mke wake akamwambia Nabii Allah Ayub, wewe ni mtume wa Allah, muombe Allah. Kila kiambo muombe Allah, sema mimi naona haya kumuomba Allah. Kwa nini unaona haya kumuomba Allah? Asema Allah amenineemesha miaka 80, niko na mali, niko na watoto, niko handsome. Leo amenipa maradhi, hata haijafika miaka 20 na nisha mkono kumuomba. Miaka 80 mimi nimeneemeka, nimestarehe, niko na neema zote hizo. Sijawahi miaka 80 kupatwa na maradhi, kuwa fakiri, niko na watoto, mimi ni handsome, niko na mali, niko na watoto. Miaka 80. Leo miaka hata haijafika 20 tayari mimi namweleza Mungu shida zangu. Ameona haya. Na wallahi angalieni, siku zote muda unaopata shida unakuwa mdogo kushinda muda unaopata raha. Chunguzeni mtaona. Na Allah kupatia mtihani, kupokonya kitu kidogo, kuachia kitu kingi. Hawezi kupokonya nyingi, kupokonya kidogo, kuachia kingi. Na kupokonya duni, kuachia bora. Hivyo ndio ilivyo. Sasa ikaendelea mpaka watu wakaanza kusema wajitia mtume. Wewe mtume wa Mungu, wewe Mungu wako ni kama una shida siku zote, miaka yote ishapita miaka 15 uko na shida. Huyo Mungu wako hawezi kutatulia. Sasa ikaingia mpaka wale watu wako wanashaka sasa na Mola wa nani? Wa Ayub. Sio kila wakati ukiwa na matatizo kamaomba Allah, Allah anakupa suluhisho moja kwa moja. Kucheleweka suluhisho ni mtihani kwako. Je, utaendelea kuwa na subra? Mara nyingine mtu anaweza muomba Allah kwa sababu hakuna mwingine wa kumtatulia zaidi ya Allah. Sasa tuliomuomba ili atatulie shida zake. Lakini asipotatulia shida zake ndo pale yokimbilia kwa waganga. Si ndio? Nishasema mimi nimemuomba miaka 3, hakunijibu, kwa hiyo ilikuwa hakuna budi, wacha niende kwa waganga. Ndo wale wengine wakamwambia ustadhi uje fukuzwa, ndo maana ukimbie. Ukifukuzwa nawe pia utakimbilia huko huko. Sasa huyo muomba dua hajajibiwa, ni mtihani kwake.
na pia ni mtihani kwa watu. Sasa angalia wao wanamtia shaka sasa na Mungu wake. Ilipofikia hapo ndo Nabii Allah Ayub akabidi aombe Mungu. Na angalieni dua aliyoomba Nabii Allah Ayub vile iko na maajabu sana. Hakumwambia Mola wangu niko na matatizo nitatulie. Hakusema hivyo. Asema Rabbi inni massani yadhur. Ewe Mola wangu, mimi nimepatwa na madhara. Wa anta arhamur rahimin. Na wewe ni mwingi na ni mbora mwenye huruma. Amwambie niondoshe madhara. Kuna mahali amesema niondoshe madhara. Hakusema. Kwa sababu bado yuko na haya. Miaka 80 mimi niko kwa raha. Nimwambie Mungu niko katika shida nitoe, sitaniona sina subra. Sasa haijafika hata nusu ya ile miaka nilioneemeka. Akabidi aseme Rabbi inni masani yadhurru. Mimi nimepatwa na madhara. Wa anta arhamur rahimin. Na wewe ni mbora na ni mwenye huruma zaidi kushinda wote. Hajamwambia niondoshe. Tumeelewana? Hajamwambia niondoshe. Lakini alipotaja jina la Allah bora kusema Rabbi, wallahi dua zote zilizotajwa katika Qur'an alizozijibu Allah imetumika jina ya Rabb. Zote. Na manabii wote wamemwomba Allah kutumia neno Rabb. Hata Nabii Allah Muhammad sallallahu Rabbana la tuzigh qulubana. Sio? Nabii Allah Nuh asema Rabbi la tadhar min ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. نبي الله إبراهيم اسمع ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. نبي الله زكريا اسمع ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وتسمع ربي ربي. أنت إبليس kujibu dua yake ametumia neno Rabbi. Tuko pamoja? Rabbi anzirni ila yawmi yub'athun. Sasa akasema Rabbi. Kisha alipotaja jina la Allah Rabb, akajinyenyekeza kwa Allah. Wallahi ukimshtaki yoyote kwa mwingine atakuchukia, lakini ukimshtaki Allah kwa Allah, kama vile Nabii Allah Yaqub aliposema ashku bathi wa huzni ila Allah. Nani amempatia bathi na huzni? Si ni Allah. Kisha akashtaki kwa nani? Kwa Allah. Ashku bathi wa huzni ila Allah. Hilo ni jambo analolipenda Allah tabaraka wa taala. Inni masani yadhur. Kisha mbele akataja sifa ya Allah bora. Sheikh, ndugu zangu, mamako akiona wateseka na maradhi na ashajua tiba ni hii, ataenda mbio kiasi gani kukutibu? Si haraka sana? Ikiwa mama yuko na chembe kidogo cha huruma, ashajua tiba yako ni hii, uenda haraka. Je, yule aliyomruzukia mamako huruma atachelewa kukutibu? Allah tabaraka wa taala asichelewa, ni uwe na dhana njema. Sasa yeye akamuomba Mola kwa moja, Allah Rabbi, nakumbuka kuna mwaka fulani tulienda kwa jamaa fulani, yuko na watoto wake na wajukuu zake wote ni Waislamu, lakini yeye ameritadi. Tukamuuliza mbona umeritadi? Asema nimekuwa mgonjwa, nimetumia madawa sijapona, nikawaleta mashehe wanisomee sijapona, lakini nilipokuja kuombewa na mapasta nimpona. Kwa hiyo mimi nikaamini kwamba dini ya mapasta ndo sahihi. Sijawalazimisha watoto wangu waritadi wala wajukuu zangu wala mke wangu, lakini mimi nimeona hii ndo dini ya sawa. Shehe, hii ni mitihani Allah yakupa. Mimi kama kuna ujui historia ya Ayub, ameketi miaka 18 ndani ya maradhi. Wewe umeketi miaka mingapi kwa maradhi mpaka ukaamua ubadilishe dini yako? Miaka 2 tu amebadilisha dini. Sasa hii ni mtihani Allah yatupa, tujui nani atafaulu nani atafeli. Na sisi mashehe mashallah tuko vizuri kuongelea subra, lakini Allah hajatupa mitihani ya kusema kweli na sisi tumefanya practical ya subra. Nimeeleweka hapo chifu? Theory tuongea vizuri, lakini practical ni wachache sana ambao kwamba tuko nao. Nabii Allah Ayub alipomuomba Allah tabaraka wa taala dua ile,
rabbi inni massani adh-dhurr, Allah kamjibu. Angalieni majibu ya Allah vile yanavyotuonesha kwamba hapendi watu kuzembea zembea. Allah ukimuomba hakupi suluhisho, yakupatia njia ya kufikia suluhisho. Siku zote Allah ukimwomba hakupi suluhisho, yakupatia njia ya kufikia suluhisho. Pale walipofika Nabii Allah Musa katika bahari, sawa, watu Banu Israeli sema inna la mudrakun. Nabii Allah Musa sema qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Allah alimpatia suluhisho ama alimpatia njia ya kufikia suluhisho? Ingekuwa yaweza kumpatia suluhisho, afike bahari ifunguke aende zake, sio? Lakini amwambia idrib bi'asaka al-bahra, piga. Amempa njia kufikia suluhisho, sio? Na angalieni ndugu zangu, Allah pende watu wazembe. Ile bahari ilipasuliwa na bakora ama ilipasuliwa na muujiza wa Allah? Amri ya Allah. Kuna faida gani ya apige bahari na bakora? Faida ni nini? Faida ni kuwa Allah apendi watu wazembe zembe. Yaani mpaka miujiza yuaileta kwa wewe kutekeleza sababu. Ni lazima utekeleze sababu ndio muujiza. Sasa wewe hauna muujiza utakaoteremsha kutoka mbinguni riziki, usizunguke, usihangaike upate rahisi tu. Ikiwa miujiza mpaka utekeleze jambo ndio upate. Wewe usiko na muujiza, si ndio wewe uhangaike? Alqulubu tatawakkal waljawarih tataharrak walharaka baraka. Tumefahamiana? Nabii Allah Ayub alipomwomba Allah dua, Allah kusema haya pona. Pona. Kama wale wengine wenzetu wakiombea watu dua ni wagonjwa, waambia pona. Yomwamrisha yule apone. Kama yeye mwenyewe anaweza kupona, angekuja hapo mponeshe. Umeelewa kweli? Mumenielewa? Atoka huko na maradhi yake ankuja aombewa apone. Alafu ndio muamrisha aambia pona. Kwa jina na fulani pona. Sasa kama yeye wamwamrisha yeye, ukiniamrisha mimi fanya hivi, si kwa sababu naweza kufanya, si ndio? Sasa ukiniamrisha pona, singebaki nyumbani nikajiponea tu. Sasa Allah alikuwa na uwezo wa kumponesha, si ndio? Lakini Allah kumwambia pona, ambia urkud birijlik hadha mughtasalun baridun wa sharab. Piga miguu yako chini. Ukipiga chini maji yatatoka. Ardhi isiyokuwa na maji mambo apige yakatoka maji. Huyu ni mgonjwa, mwili mzima umejaa mabuu. Yuko na nguvu ya kupiga ardhi kweli? Sasa ile ardhi imetoa maji kwa sababu yeye amepiga ama ametoa maji, ni muujiza? Ni muujiza. Lakini Allah hataki watu kuzembea zembea, yokupatia njia ya kufikia suluhisho. Alipopiga ndo hapo unaambiwa siku zote usidharau sababu yoyote hata iwe dhaifu vipi. Maadamu umeona hii ndo sababu ya kufikisha suluhisho, itekeleze. Hata iwe ndogo iwe dhaifu vipi, tekeleza. Muhimu tu usitegemee ile sababu kadhania bila hiyo sababu utapata. Jua kila kitu lazima utekeleze sababu, na usidharau sababu yoyote hata kama ni ndogo, na usiamini kwamba kupitia hiyo sababu na umepata, isipokuwa kupitia makadirio na rehema ya Allah. Nabii Allah Ayub alipoambiwa apige, kapiga maji yakatoka. Hadha mughtasalun baridun wa sharab. Hayo maji yalipotoka, kunywa ni dawa yako kwa maradhi yaliyokuwa ndani, na oga ni dawa yako kwa maradhi yaliyokuwa nje. Mke wake yakuja yaona jamaa handsome anketi mahali hapo, mashaallah, yamuuliza kuona mzee fulani hapo yuitwa Ayub na naona yafanana na wewe. Yomba mke wangu mimi ndo Ayub hapa, mimi ndo Ayub alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Natakiwa tuwe na subra, tuwe na dhana nzuri na Allah, tuwe na matarajio na tuwe na yakini, tutaweza kupata na kuishi na amani na furaha bila mashaka. Dua silahul mu'min. Dua ndio silaha ya nani? Ya mu'min. Mwisho mimi namaliza na haya. Sheikh, tunaenda mpaka saa ngapi chief?
Maana mimi nikiongea hapa naweza piga mpaka saa 4. Tuongeze dakika ngapi? Pili, sisi tumepata mashaka kwa sababu tumeacha kuwatendea wazazi mema. Tumeacha kuwatendea wazazi mema. Wabarran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran shaqiya. Na yeye Yahya alikuwa mwema kwa wazazi wake wawili, na hakuwa ni jabari mwenye mashaka. Ndugu zangu, angalieni Allah katika Qur'an kila anapotuhusia tuwe wema kwa wazazi wetu hataji mzazi mmoja. Wasaina al-insana biwalidayhi ihsana. Aya nyingine nasema wasaina al-insana biwalidayhi husna. Aya nyingine nasema wa'budu Allah la tushriku bihi shay'an wa bilwalidayni wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidayni. Zote inatajwa wazazi wawili, si ndio? Lakini hebu niambieni katika uadilifu, mara nyingi tukiongelea watendewe mema wazazi huwa tunalemea sana mzazi yupi? Sheikh, mara nyingi tunalemea mama. Imejenga katika akili hata mtoto akimkosea baba yuona si lolote si chochote. Huyu ni buda shughuli zake. Aniambii kitu. Yeye wajali mama atakachosema. Na mimi naombeeni kitu Sheikh, siku zote wanawake wanaendesha mambo kwa hisia, hawaendeshi kwa akili. Na wanaume wanaendesha mambo kwa akili, ndio mwanzo wanafikiria kisha wanatoa maamuzi. Tumeelewana? Na haya maneno nasema kuna kitu uko mbele nataka nichomeke. Allah kwa nini yotuhusia tuwe wema, tuwafanyie mema wazazi wote wawili? Si kwa sababu tu wametufanyia mema. Pia sababu pekee na utupelekea sisi tuwafanyie wao mema ni kwa sababu kuna maudhi mengi baba amevumilia kwa mamako kwa sababu asiketi mbali na wewe mtoto wake. Na kuna maudhi mengi mama amevumilia kwa babako ili asiketi mbali na wewe mtoto. Kwa hiyo wewe mtoto ndio umemfanya mama aweze kuvumilia, na wewe mtoto ndio umemfanya baba avumilie. Muhimu wewe usikose wazazi wawili. Hii inatosheleza sisi iwe ni sababu kwetu kuwatendea mema wazazi wawili. Umenifahamu? Lakini leo watoto kweli wanawakosea wazazi, lakini zaidi watoto walioachana wazazi wao wanakuwa ni wakosefu zaidi kwa wazazi. Kwa nini? Kwa sababu mtoto umefanywa kamba, kila mzazi huvuta upande wake. Mama ataona mtoto wake yompenda iwapo mtoto yule atamfanyia maudhi babake. Baba ataona mtoto wake yompenda iwapo mtoto yule atamfanyia maudhi. Kisa wameachana, vita vyao wawili yotumika mtoto kama refari. Watoto Sheikh, wazazi wao walioachana ndo watoto wako na stress, kisaikolojia umeumia. Wanampenda baba, wanampenda mama, watakaomridhisha yule, watakaomridhisha yule. Yule ili aridhike ni huyo audhike, na ili huyo aridhike ni yule audhike. Sasa yeye yuko katikati, ajua muudhi nani, ajua afanye. Paka mahakama nyingine mtoto anaulizwa, vipi utaenda kwa baba au kwa mama? Yuangalia, akisema mpaka mwisho sema nitabaki hapa siendi kokote. Maana akisema enda kwa baba mama ataudhika, akisema enda kwa mama baba ataudhika. Yaani jibu lake lolote litamuudhi mmoja. Kwa hiyo amua siendi kwa wote, bora mbaki hapa siendi kokote. Sheikh, ni jukumu lako utendee mema wazazi. Kuna kisa kimoja wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
kizuri sana. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja mtoto, sikieni kwa makini chikisa, alikuja mtoto kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamshtaki babake kwamba yomdhulumu kwa kuitumia mali yake. Amemshtaki babake. Ni jambo la kushangaza sana kuona watoto saa hizi wanawashtaki wazazi wao, wanawaeka kizimbani. Ni jambo la kusikitisha sana. Lakini huyu pamoja na kuwa amemshtaki babake, lakini amemshtaki kwa kiumbe bora mwadilifu. Lakini leo watoto wengi Sheikh wanachukuliwa wakilelewa na makanisa kwa matatizo kama haya. Sheikh, hakuna kitu chochote kitatoka kwa kafiri au amekuletea kwa maslahi yako, lazima ataleta kwa maslahi yake. Akisema watoto wasipigwe, watoto wapewe wanachotaka, watoto wasifanye, utadhania wao ndo wamewazaa wanawapenda. Lakini wao ili wawachukue hao watoto wawalee kulingana na dini zao, ni lazima watakuwekea maelekezo mazito ambao wewe huwezi kuyafuata, ili ukikeuka wapate sababu ya kupokonya mtoto wako. Wakupokonya sahihi moja kwa moja utasema wanakudhulumu, si ndio? Sasa wanakuwekea mikakati na nidhamu ya kuishi na mtoto wako. Wanajua guarantee wampenda, utakhalifu hizo nidhamu. Ukikhalifu wapate sababu ya kupokonya, alafu wanasema human rights. Wao unaona kwamba hao wanawapenda, kumbe hakuna kitu wapenda, wanakuharibia. Hampendi. Shahidini hii ni dini ambayo kwamba hata biashara ukifanya, ikiwa hautarajii hasara, haupati faida. Biashara yoyote kwamba utarajii hasara, upati. Ni lazima uogope hasara, ndio uwe na tahadhari, na uwe na matarajio ya faida, ndio uwe na bidii, si ndio? Na mtoto ni lazima atarajie pongezi kwa kibaya anachokifanya, ndo awe na bidii, na awe na uoga atachukuliwa adhabu kwa kibaya atakachokifanya, ndo awe na tahadhari. Akijua nikifanya kizuri nitapata mazuri, atawa na bidii, na akijua nikifanya kibaya nitapata punishment, atawa na tahadhari, atafanya. Lakini akijua hafanyi chochote, kwa nini aache kitu kibaya wakati hakuna kitu chochote yofanya? Hakuna kitu chochote utafanya. Sheikh, nilielezwa kisa kimoja cha kusikitisha kule US. Kuna kijana ambaye kwamba amezaliwa ni mwanamume, sasa yuko na miaka 8, wamemfanyia plastic surgery, wamembadilisha kwa mwanamke. Wazazi wake wawili kishaombea, mbona unaomba huyu mtoto mwenyewe? Yeye ndo ametaka kubadilishwa kuwa chaguo lake mwenyewe, chaguo lake. Si chaguo lake. Allah ametuumba kwa fitra, si ndio? Kwa uhalisia. Mtoto akiona kwamba madada zake wanathaminiwa katika nyumba na yeye ni mtoto, atatamani na yeye laiti angekuwa mwanamke, si ndio? Sasa wewe unamweka mtoto katika mazingira kwamba mimi mzazi nathamini wanawake, nathamini mabinti, kisha watarajia mtoto hatotamani na yeye kuwa mwanamke. Si lazima atatamani. Sasa wewe pale kitamani umemfanya plastic surgery, umembadilisha mwanamke, alafu asema ni uhuru wake, amechagua mwenyewe. Wewe ushamjengea mazingira yeye kutamani hicho. Kwa nini asitamani? Sio mtu usema uhuru wake. Mtoto wa miaka 7 afanya plastic surgery, amezaliwa ni mwanamume, sasa hivi amewekwa katika mazingira ni mwanamke. Kisha sema mimi nafurahi kwa sababu kutokea leo mwanamke niko na raha. Subhanallah. Sasa mimi nasema hakuna kitu chochote kinachokuja kwa wasiokuwa Waislamu ukaona kiudhahiri kiko na faida, isipokuwa ndani na hasara kubwa sana. Dhahiruhu fihi rahma wa batinuhu min kibalihi al'adhab. Lazima tujue hivi. Sasa huyu baba amekuja kushtakiwa kwa Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mlete babako. Baba akiwa njiani ashajua kwamba mtoto wake ameenda kumshtaki.
akaongea baadhi ya maneno. Alipofika Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuliza, baba, mbona unachukua mali ya mtoto wako? Baba amwambia, muulize mtoto wangu, hiyo mali inachukua kwa kujitajirisha, kustarehe ama kufanyaje? Je, sichukui mali yake kwa malengo ya kumsaidia shangazi yake, kumsaidia anti yake, kumsaidia mjombake? Mtoto akasema, ndio babangu yachukua mali yangu kuwasaidia hao, ndio yofanya hivyo. Waislamu, angalieni, huyu mtoto ametafuta mali kwa jasho lake, baba amechukua ameenda kumshtaki, sawa? Lakini wallahi masikitiko makubwa ni baba wanaotafuta mali zao wenyewe kwa jasho lao, kisha watoto wanawazuia wazazi wao, baba zao, kutumia hiyo mali. Kuna wazazi ambao kwamba wanafungiwa akaunti zao na watoto wao kwa sababu wasije wakaongeza mke. Wakiongeza watoto watakuwa wengi, tutakosa mirathi na mali. Sijui mnanielewa? Babako yuko na mali nyingi, nyinyi mmezaliwa watoto 5, mshaanza kupiga huyu buda akifa nyumba hizi tutagawanya hivi. Mkiwa mafikiria huyu kwa mali hii ataoa mke mwingine azae tuwe wengi, mirathi itakuwa ni ndogo, watoto wanaenda mbio wanamfungia account, baba ana ruhusa ya kutoa pesa. Tuelekea wapi sisi? Sio utafute zako. Mnaelewa kile mimi ninachokiongea ndugu zangu? Huyu baba amechukua mali ya mtoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia tuachane nao. Ewe niambie ni maneno gani uliokuwa ukiyasema pindi unakuja na mtoto wako kwangu? Jibril ameteremka kutoka mbinguni anamwambia Mtume, huyu mzee kuna maneno mazito ameyasema. Muulize ni maneno gani akwambie. Ikiwa Jibril ameteremka mpaka mbinguni kumwambia Mtume, hayo maneno kweli ni mazito kweli. Yule mzee anaambiwa, sema ni maneno gani umesema. Mzee asema maneno ni haya, sikieni vizuri. Ghadawtuka mauludan wa ultuka yafi'a, tu'allu bima udni alayka wa tunhalu, idha laylatun nabatka bishakwa lam abit lishakwaka illa sahiran atamalmalu, كأني أنا المتروك دونك بالذي تركت به دوني فعيناي تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت حتم مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك آمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذا لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. سبحان ملك القدوس. غدوتك مولودا وعلتك يافعا، yani mimi ndo nimekulisha ukiwa mdogo na niliokuvisha hadi ukawa chipukizi, ukakomaa, ukawa mkubwa. Tu'allu bima udni alayka wa tunhalu, kile mimi ninachokupatia ndo wasifikia nacho. Babako kupatia nguo mzuri, viatu vizuri, mashallah uko smart, umevaa nguo nzuri, unasifiwa na nguo nzuri, nani anakununulia? Nani anakupatia? Ni babako, si ndio? Kisha sema, idha laylatun nabatka bishakwa lam abit li shakwaka sahiran illa tamalmal, illa sahiran tamalmal. Ukipatwa na dhiki na maradhi na tatizo usiku, mimi silali na kesha, nageuka huku na huku kila wakati na kuangalia mtoto wangu na shida gani.
takhafu rada nafsi alayka wa innaha, nafsi yangu inaogopea wewe usipatwe na kifo, usipatwe na maradhi. Fa innaha wa innaha, na hakika nafsi yangu la ta'lamu anna al-mauta hatmun muajjal, na nafsi yangu inajua kwamba kifo ni lazima, kimekaa tu muda fulani. Baba huyo, falamma balaghta sinna wal ghayata allati, ulipofikia umri na pale ambapo kwamba mimi natarajia kwako unilipe na mimi mazuri, kwa sababu sasa nishazeeka, yafaa unisaidie. Ja'alta jazai ghildatan wa fadadatan, umejalia malipo yangu ni kunikaripia na kunikemea na kuwa mjeuri kwangu. Kaannaka anta almun'im almutafaddil, kana kwamba wewe ndo umenineemesha mimi na wewe ndo umenifadhili mimi. Baba yosema maneno hayo, asema falaitaka idha lam tara haqqa ubuwati, laiti ingekuwa labda hujajua haki ya mimi kuwa babako, basi umenipatia tu haki ya mimi kuwa jirani yako, uwe jirani mwema wa kunifanyia mazuri. Kama huwezi nifanyia mazuri kwa mimi kuwa babako, laiti ungenifanyia mazuri kwa mimi kuwa jirani yako, ukawa jirani mwema. Haya ndo maneno baba aliyasema. Sheikh, unatarajia vipi usiishi na mashaka ikiwa wazazi wako wanaishi wakidondosha machozi na wewe ndo sababu ya kuwafanya walie? Ikiwa wazazi wako wanaishi wakimwaga machozi yao katika nyoyo zao na wewe mtoto ndo sababu, utaishije na furaha kama utakuwa na mashaka? Lazima utakuwa na mashaka, ndugu zangu. Kwa hiyo kitu cha pili sisi tulichokiwacha katupatia mashaka katika maisha yetu ni pale tulipokosa kuwatendea mema wazazi. Tukimbilieni kuwafanyia mazuri wazazi. Mama yuko na haki yake. Jueni, ikiwa mama amekubeba katika tumbo lake miezi 9, baba atakubeba wewe na mamako kwa maisha. Baba habebi majukumu miezi 9, baba habeba majukumu maisha yote, si ndio? Ikiwa mama atakupatia chakula ukiwa na njaa, baba atakufundisha kujitafutia chakula ukiwa na njaa. Ikiwa mama amekuzaa kuleta duniani, baba atakufundisha namna gani utapambana na maisha hapa duniani. Kwa hiyo nyinyi mababa, watengezeni watoto watakaowafanyia mazuri. Tangulizeni mazuri yenu kwa watoto wenu wakiwa wadogo, ili na wao wawafanyie mazuri pindi watakapokuwa wakubwa. Ukikosa kumtendea mazuri na haki yake mtoto kwa mdogo, basi usilaumu ukikosa haki zako na mazuri kwa mtoto wako pindi atakapokuwa mkubwa. Lakini watoto wetu siku hizi wamekosa kuwa na huruma na mapenzi na wazazi, kwa sababu wazazi wengi wamewadhamini watoto wao, hawajawalea. Mtoto leo anaweza mpenda mfanyikazi kushinda babake na mamake, kwa sababu mfanyikazi ndo anamuogesha, mfanyikazi ndo anamlisha, mfanyikazi ndo anacheza na yeye, mfanyikazi ndo anampeleka outing, mfanyikazi ndo anafanya kila kitu na yeye. Wallahi mtoto huyo atainukia akimpenda mfanyikazi kuliko babake na mamake. Wajue mama zetu kwamba kazi kubwa kushinda kazi za kupokea mshahara ni kazi ya kuketi kulea watoto wao. Hiyo ndo kazi muhimu, bora na kubwa kuliko kwenda kuchukua mshahara. Maisha haya lazima tusaidiane. Wallahi kusaidiana kwa kwanza bora zaidi ni tusaidie tulee mtoto, ndio atatupa saada. Lakini wewe utoke uhangaike, baba atoke hangaika, alafu mtoto wake hivi hivi, kisha mwatarajia awe mwema, haiwezekani. Utabakia na pesa zako lakini hauna raha kwa mtoto wako. Tanwia radhi nimewarefishia sana, lakini jambo la mwisho msisahau ni Qur'an. Shikana na Qur'an, hautakuwa na mashaka, lakini ukiachana na Qur'an utakuwa na mashaka. Ma anzalna alayka alquran litashqa
wa innama anzalnahu litas'ada bihi wa litus'ida bihi al-akharin. Mpaka hapa nitakoma. Hapa niko kikomoni na saha nishaibaini juu yetu waumini na MBTV, dira ya maisha yako. Ikiwa vitabu ni mabustani ya wanavyoni, basi MBTV ni bustani ya watazamaji wake. Pata elimu na maarifa lukuki kutoka MBTV. Pia usisahau kusubscribe channel yako hii ili uweze kuyapata matamu yote yanayoandaliwa kwa ajili yako. MBTV, dira ya maisha yako. Yuwalingania dini kwa maneno na vitendo, na moyo wake laini na wala hana mafundo, na moyo wake laini na wala hana mafundo. Jina lake tambueni ni Muhammad Baher.